Hiyo baada twende mbele tunarudi tena nyuma hiyo mwanangu. Tumeingia Mozambiki tugongea muziki. Inabidi tukusa chini lazima mzoko nazo tuzione. Kwa hiyo hapo tutafanyaje bwana hapo? Kwa hiyo kama mna landi 100 na mimi ndo mtatunogongeni passport zenu. Landi 100. Si unajua? Kwa hiyo sasa tulipoingia zetu pale kwa tunafanyaje bwana? Inabidi tule kibasi hapa. Kibasi tunaenda kwenda wapi? Mwanangu ananiambia hapa tunaingia hapa naingia hapa naingia Zimbabwe. Ni kama mwanangu mbona mimi naona sikuelewi ramani zako kicha yangu. Mozambiki Zimbabwe tena. Mbona naona kama ndo tunaanza tena safari hapa. Kutoka ughaibuni. Hapa hela nyingi mwanangu, unaambia hela nyingi vipi? Twenzetu hivi. Kwa hiyo tunatoka pale kwenye ile stand mwanangu, tunaingia ile. Tumeingia kona ya pili, kona ya tatu tumekuta kama hiyo usiku asubuhi. Usiku hiyo tumeingia pale Malawi mapema tu. Malawi tumeingia pale je saa ngapi? Saa 2 tuko Malawi asubuhi. Asubuhi. Sababu sisi tujue kabla hatujatoka tumelala. Ina maana sisi wote hapa tulichelewa kutoka, tumetoka kama mida saa 3 tukaja tukalala njiani yani. Kwa maana pale Malawi tumeingia asubuhi. Hata chai nini tumekuja pale Malawi nini kila kitu kibayoda ni. Unajua? Yeah. Kwa hiyo sasa tulipotoka katika ile stand tulipokuja huko upande wa pili. Tumekuja tumeyakanyaga. Yule mtoto anajifanya anajua kumbe tujui kumbe tunamunya. Inabidi tukalie gari za kwenda wapi? Gari za kwenda Tete. Mozambiki tena. Mbona miziki hiyo mwanangu? Yaani baada twende mbele tunarudi nyuma. Tete, baridi mwanangu kaka hapa mwanae tunakula kibasi nini poa Tete shingapi? Tete siji kwa cha ilikopo kwa cha mingapi? Kama kwa cha 50 kitu kama hicho. Kwa kabidi pale tulipe kwa cha 100 pale mimi na mwanangu watu wawili. Tumeingia kwenye kibasi nini kweli mwanangu tunageuka. Hiyo baada twende mbele tunarudi tena nyuma hiyo mwanangu. Kweli mwanangu tumerudi mpaka Mozambiki. Tumefika Mozambiki boda pale mwanangu tumegonga Malawi si unajua. Tunaingia Mozambiki. Sasa tunaingia Mozambiki sasa muziki sasa Mozambiki tunapoingia sasa. Tumeingia Mozambiki kutugongea muziki. Hawataki. Mwanangu hawataki kutugongea wasenga tunanyua Tanzania mmeenda zenu South Africa mmeenda kuishi. Mnaenda South Africa. Hamtuambii kitu kwanza nyinyi mna lendi nyinyi. Yaani mna hela. Yaani tuna hela. Sasa tuna hela vipi? Si unajua bwana inabidi kusa chini lazima mzoko nazo tuzione. Sasa hapo nani anasema hivyo? Pale migration kwa sababu pale migration pale. Siku hiyo yani pale migration iko na patrol na mkubwa wa migration alikuwa pale. Sisi hatujui, si unajua. Kwa hiyo ina maana wao ndio wanatushasha sisi hivyo. Kwa hiyo tutafanyaje bwana hapo? Kwa hiyo kama mna landi 100 na mimi ndio mtatunogongeni passport zenu. Landi 100. Kama mwanangu unaona? Nikwambia tungechukua gari pale likopo Bayode na maana pale kwenye tungechukua gari, si unajua maana hata kama si hela tungekopo nusu. Mimi tungepiga simu tukiwa njani au machizi hapa ila nyewe imepelea kama mimi nakuja kuongeza nguvu ile stand, si unajua bwana mnakuja kutungata machizi. Alafu ile iko poa tu mwanangu. Sema mwanangu unataka kunisikiliza mimi unaona kama mimi sijui safari sawa. Wewe ndio unajua. Asa poa tushaingia hapa ndio unaona muziki. Kwa tunafanyaje pale mwanangu? Kweli huko na huko mwanangu tumetoka tumekaa pembeni tumefikiria. Nawaza mwanangu unaona mwanangu ile beki yenyewe ndio muziki ndio hii na unaona mwana kama nakupeleka sehemu nyingine. Yaani mwanangu ndo anazidi kunichanganya mwanangu. Unaona da mwanangu sio poa mwanangu. Kwa hiyo tunafanyaje mwanangu? Kama mwanangu hapa ina jinsi. Kule Malawi washatugongea. Na maana Malawi washaturuhusu hatuwezi tukarudi tena Malawi. Hapa si tufosi tugonge tu. Tuendelee. Kweli mwanangu kabidi tutoe mwanangu na 100 nini tuwe kwenye passport tugongewe. Kwa hiyo umetugongea fresh. Tumetoka pale sisi unajua tumetoka nini tushatoka pale gesi unajua pana. Tumetoka sasa kwa nje tunasikilizia gari sasa. Gari hamna gari. Hiyo mida saa ngapi? Hiyo mida kama saa 8 hiyo. Usiku hiyo. Saa 8 mchana hiyo tushatoka zetu Malawi nini ile kwa sababu kutoka Malawi kwenda hiyo Potete sio mbali. Si unajua. Kwa hiyo sasa tulipoingia zetu pale kwa tunafanyaje bwana? Inabidi tule kibasi hapa. Kibasi tunaenda kwenda wapi? Mwanangu ananiambia hapa tunaingia Zimbabwe. Ni kama mwanangu mbona mimi naona sikuelewi ramani zako kicha yangu. Mozambiki Zimbabwe tena. Mbona naona kama ndo tunaanza tena safari hapa. Ambia mwanangu chili wewe hujui safari, mimi ndo najua safari. Ambia baridi mwanangu mimi sitaki kuongea sana. Kwa sababu utakuja kuniona mimi mduanzi. Baridi. Kweli mwanangu Mungu na wanadamu tumepata track. Mbona bado tulipata track nini kweli mwanangu tumeongea nao wale machizi nini fresh umetuelewa. Tumeingia zetu kwenye track. Kuingia kwenye track mwanangu tunaanza zetu safari mwanangu wote tumetembea. Track inaenda wapi hapo? Track sasa ndio inaenda wapi juu ile track inaenda Maputo. Kwa sisi inabidi tuache Maputo pale tuchukue track nyingine ya kwenda zeka wapi Zimbabwe. Shona. Kwa sasa pale baada ile ya kuchukua ile track ile kweli tumeanza safari hatujatembea sana kama nusu saa hivi.
tunakuta road block ya wazee. Ndani ya Mozambiki. Ndani ya Mozambiki hiyo. Kwa road block nini kwa imetusimamisha. Kwa kila mtu kule kutolewa passport nini hivi na hivi na hivi. Wala wasenga wala waanze kutoa passport zetu sio Tanzania. Wakaona nyinyi wa Tanzania nyinyi tunakushusheni. Uchawi nini? Unajua bwana, join chini. Kwa tunakuja chini watugia muziki bwana, hizi kadi zenu hizi hapa, hizi yellow fever hizi hapa hizi. Si unajua hazijagongwa muhuri gani? Okay. Sasa hazijagongwa muhuri, mbona mnakuja kutuambia sisi mbona kule getini wameturuhusu? Nyinyi mnakuja kutuzuia huko na maana getini na nyinyi na maana sio pamoja au vipi? Wajinga watuambia nyinyi mtambie kitu kwanza nyenyewe. Sio poa kwa na mashaka na nyinyi mtu kusa chini. Mtu sachi tena tuna nini sasa? Unajua mtuambie kitu nyinyi advance. Kwa hiyo mwanangu wajinga akatuchukua, wametushusha kwenye gari. Kabla hajatupeleka na kutaka wao sisi tukaita utata kaambia haiwezekani gari sisi tushalipa nauli. Tupe hela yetu. Jinsi mtaka mtuchukue. Sina bana jiturudisheni hela yetu. Kweli muziki yule jamaa kweli bana basi poa bwana kutokana na sehemu mtatuchelewesha poa chukueni hela yenu. Wakatugea hela yetu. Kwa hiyo wakatushusha wale wazee wakatupeleka katika kibanda chao. Katika kibanda chao kutupeleka nini kweli muziki mwanangu kuna huko anataka kutusachi. Uchawi nini kwani jamani kwani si tatizo nini kwani tunataka tujue mnataka mtusachi kwa sababu gani? Hamna nyoa Tanzania mnajifanya wajanja sana, unajua sijui nini sometimes mnakuwa mna mazabe sijui nini. Mazabe gani? Singine hatujui hata mazabe mnaozungumzia mazabe gani mnaozungumzia. Mtuambie kitu tunajua. Baridi sio kesi. Kabla tuanze kusachia kwa mimi pia nikaita utata mwanangu mwanangu hapo kwenye mimi nataka nikakojoe sijui. Ukakojoe vipi na baba mimi nipelekeni chooni. Kweli mwanangu paka ile upande wa pili napelekwa kwenye Kipolinyana si unajua bwana ile bwana hapa kwenye ile utastendia hapa. Kweli mwanangu mimi mwenyewe naona poa hapo kwenye ina shaya si unajua. Sasa nilivyokuwa nataka nikojoe sasa unajua ndo nikatoa kidosho changu. Nikaona nyinyi hamuna bahati nyinyi si unajua hichi kidosho. Wewe mwenyewe mtoto wa kiunye. Babu, mwenye simeni ninavyokuambia na hofu za kisimeni hapo nasikia password zote kwamba watu ile muziki kwamba hizo hela zenyewe sometime moja unazipigilia. Nikaona nyinyi mwindani. Mikoli mwanangu nikapigilia kidosho changu mwanangu landi 300 nikipigilia du. Mfukoni nimebaki na shilingi ngapi? Je, nimebaki na $5. Kweli mwanangu bwana fresh wamenichukua nini tumudi tena kule tunaanza kusachiwa. Nimechukulia begi langu mimi nimesachiwa nini nakuta kuna jinzi 3 unajua bwana na t-shirt nini na sendo nini. Kutoka ughaibuni. Wakachukua mwanangu. Kuna huku nini unajua mjinga lazima ende hadi earphone mwanangu. Akanivua earphone unajua nikamwambia basi poa chukua hizo earphone. Unataka nini tena biskuti unataka unajua chakuwa na hasira unajua. Yule mjinga alivyonisacha akachukua dile $5. Nikamwambia mwanangu safari yenyewe mwanangu shakopo muziki mwanangu. Kwa hiyo tunafanyaje mwanangu? Wale majamaa sasa ndio wametuachia. Sasa kwa hiyo sasa mmetuachia vipi? Kwa hiyo mimi sasa kabidi ile ni complain na wale majamaa. Au kama unajua bwana kwa nini sasa si mchachukulia la zetu unajua afu ile inakuwaje kwa hiyo tunapata vipi usafiri sasa? Kwa hiyo nyinyi inabidi mtutendee sisi tupate usafiri. Kwa hiyo mapolisi kabisa basi poa sio kesi inabidi kusimamisha ni gari mpande nini. Wakawashikaji zetu kwa tunapigana story nini. Kwa hiyo mimi sina habari nao kupigana story. Wametusimamishia kwa gari nyingine nini truck. Tumeingia tena kwenye gari mavumba tuvinga katika ile truck sasa usio bwana yule jamaa naye anajua Kiswahili. Yule dereva. Ndio anatuambia nyinyi kumbe mjajua askari wa huko wanapenda hela. Okay. Kwa hiyo na mama amekuwa ni nyinyi wageni kwa wameteki machance. Mbona vitu vyenu mbona vitu viko sahihi kila kitu. Twendeni sasa hapa safari na muziki tunaenda. Mnakwenda nyinyi machizi mnakwenda nyinyi mbali hapa kwenye bitu tunalala kwenye gari. Tutafika kesho. Naona bwana mwanangu umesema hapo tu mwanangu kumbe mbali mwanangu tunalala tena mwanangu. Kwa hiyo tutafanyaje mwanangu wewe? Kabidi tukubali sheria mwanangu poa mwanangu tunalala poa tunakoma. Kwa hiyo mwanangu kibasi kinatembea mwanangu kibasi kimetembea tumelala si unajua bwana mpaka asubuhi. Kwa hiyo mwanangu asubuhi mchana sasa hapa kwenye masaa mawili tu tunafika hiyo sehemu nini Tete na kuonyeshana nilisema kupanda vibasi vinakupelekea hadi boda. Baridi. Kwa hiyo mwanangu mpaka Tete tumefika Tete. Mchana sasa vigari Tete au na Maputo hiyo. Hapa sasa tunaingia zetu Tete kabla tujaingia Maputo inabidi kwanza tukishatoka Tete ndio tupande gari za kutupeleka Maputo. Yule jamaa anasema bwana mimi siendi Maputo moja kwa moja straight. Mimi naishia njiani. Na maana hapo nitapoishia nitakupandisheni nyinyi gari, hiyo gari ndio itakupelekeni mpaka boda. Bana poa. Kwa kweli jamaa alipofika nini kweli kasimama nini kashuka nini katupeleka hadi kwenye
Pia hisi unajua bwana kweli vigari vidogo vidogo kweli tumefika pale tumeingia nini? Bwana fresh bwana hapa wapeleke boda ile kila kitu na ngombe dereva. Nyinyi mna passport fresh. Na dereva kwa katuliza mna passport kaambia tunazo passport. Poa twendeni. Kweli mwanangu tumeingia kwenye kibasi kama mida saa ngapi? Kama mida saa 2:00. Tunaanza muziki. Kweli mwanangu saa 2:00 mwanangu ule mpaka kusubiria watu nini mpaka saa ngapi uje mpaka kama saa 6 hivi au saa 7. Ndio tunatoka sasa pale. Naitafuta zetu wapi? Naitafuta boda. Kwani tembea na kibasi mpaka boda tunaingia saa ngapi? Uje boda tumeingia kama mida saa. Hiyo boda ya wapi na wapi? Yes, sasa tunaingia zetu boda wapi sasa? Tunaingia Mozambiki, ya tushaingia sasa tushafika Mozambiki na Zimbabwe. Tumefika pale mida kama saa 10 hivi au saa 11. Wala majamaa wanatuacha pale sasa wala bwana boda ndio hii hapo. Pale mnaingia upande wa pili Zimbabwe mnagonga, mtajua wenyewe mbele. Poa. Muziki sasa kuingia pale hii boda Mozambiki sasa nao nitakutetea na magumashi. Kweli mwanangu tunafanyaje kweli mwanangu muziki mindandali mwanangu bwana kwenye kugonga kuna huku. Ikabidi pia kwenye tuanze kuletea mindandali sisi hatuna kitu. Kama mnataka mtakutugongea kama mtaki mtatuacha. Jamaa kama nyinyi hatukugongeni bure. Inabidi mtugea hata shilingi 10 sio nanyewe bwana. Kwa utafanyaje mwanangu? Mimi naambia mwanangu hapo kwenye mwenyewe sina kitu mwanangu. Hayo yote nataka wewe mwanangu. Hapo mimi na shilingi ngapi ujue hapa? Na randi 300 ndio nimeipigilia. Sitaki kumwambia mwanangu bwana na randi 300. Tunajua kwa sababu naona mwanangu safari yenyewe. Kumbe mwanangu upo juu tunapoenda. Wewe unajua tunaenda South Africa lakini njia hiyo hujui. Kwa nini hujasema? Na masi tungepiga simu tu pale bwana machizi sisi tuko zetu hapa tunachukua hizo gari bwana gari nauli zake bwana labda 600. Na maana sisi labda tuna 300 na maana shoti labda 300 shoti shilingi ngapi? Machizi wangejua anatustendia vipi si unajua. Sasa umeamua kuleta mapepe kwa kujifanya njia unaijua. Haya sasa. Muziki ndio hii tunafanyaje? Tunakipanda hapo kwenye ndo kwanza tunataka tuvuke tuingie Zimbabwe. Tunafanyaje mwanangu? Kweli muziki mwanangu tumeanza kuimba nao wale wazee mwanangu wa Mozambiki kuna huku imba nao. Muziki kabidi tuagee shilingi ngapi? Kabidi tuagee shilingi 50 watu wawili. Kweli mwanangu akatugongea nini? Tumeingia Zimbabwe mwanangu kuna miziuzo wala nini? Umetugongea fast. Haya sasa tushaingia Zimbabwe mwanangu. Tunatokaje sasa kutoka Zimbabwe boda kuitafuta boda nyingine kuitafuta Beti Bridge. Unaona muziki yani ile Zimbabwe mimi nimepita katikati. Umeichana. Yani nimeichana mwanangu yani ile kindaki yani Zimbabwe si unajua. Mpaka uwanja wao stadium nini kila kitu naviona na mwanangu hapa ndo uwanja wao mkubwa nini ile. Na mimi sipataki hapa jamani. Mimi napata kadi zonga. Muona mwanangu muziki sasa Zimbabwe yetu tunapoichana sasa tunaichana vipi? Hapo mpaka muda huo ulikuwa bado hujafanya mawasiliano na mshikaji au ulikuwa ushaambia mwanangu mimi niko road wewe nakuja? Ni mwanangu nishampigia simu tangia niko Malawi ujue. Kwa mama mwanangu mimi niko ananisikilizia na maana nitaishia wapi. Kwa popote nitapokuwa nifanyaje? Nimsue. Shaona mwana bana poa. Sasa pale Zimbabwe tunatoka vipi mwanangu pale boda na hatuna gari. Inabidi tufuate tena matraki. Katika kufuata matraki kuna jamaa mmoja tulikutana naye boda kipindi hicho Malawi na Mozambiki anataka kuvuka na traki. Kwa jamaa tulipokuwa tumeshindana naye bei tukamwacha kwa tumekuja kukutana naye boda ile huko. Mchizi akatuita, "Nyinyi simekutana na nyinyi kule nyinyi unajua." Vipi? Bwana sisi tunaondoka zetu ile bwana hapa tunaenda kama vipi ukatuache Beti Bridge tu. Si unajua? Bwana poa machizi mimi nitaenda kuacheni Beti Bridge kutoka nyinyi nimekuona nitangia kule mimi nitakuacheni. Twendeni shilingi ngapi mnayo kweli tukaongea naye bwana jamaa anataka shilingi ngapi kila kitu anataka randi 200 na maana randi 400 mwanangu tunafanyaje mwanangu sina kitu mwanangu sasa kabidi pia mwanangu inabidi muonyeshe uchizi sasa mwanangu sina kitu kwa sababu unaona mwanangu safari yenyewe sheti ya chumvi tunafanyaje sasa mwanangu muziki mwanangu kuna huku mchizi kabidi mwanangu anasikiliza mwanangu mwenyewe na simu yangu hapa hii tunakugea na randi 200 ikabidi mimi nitoe simu yangu smartphone si unajua kwa sababu phone zangu ndio nishachukua wazee unajua nimebaki na simu kama mwanangu sio poa mwenyewe ingia kabulu tutatumia simu yako kweli kabidi zile namba nini tuziandike sehemu namba za mchizi tunaingia kweli mwanangu mchizi akatukunjulia bana fresh katutia kwenye truck mchizi tunatembea mwanangu kweli mwanangu ile mida kama saa ngapi ujue kama mida saa 12 sasa jioni ndio tunaingia kwenye ile truck tunaanza safari kweli mwanangu tembea ile Zimbabwe tumelala mchizi anataka Beti Bridge hapo tu machizi unajua hapo tunaambia wewe hapo mbona tufike sasa tunalala mwanangu anaambia mwanangu kesho asubuhi unajua fresh kama kwenye mida saa 2 nitakopo tukushafika Beti Bridge Yesu siku ya ngapi je siku ya 4 ujue tuko njiani siku ya 4 naona kweli mwanangu sio poa mwanangu
kweli mwanangu ile Zimbabwe tumevuruga mwanangu. Kweli mwanangu kuna sehemu moja mchize kasimama nini ile kanua ugali nini si unajua akatuletea ugali dereva si unajua. Oh jamani chakula chenu cha Tanzania hichi. Kweli mwanangu tunaona ugali mwanangu. Da kweli. Tunakula ugali na kuku nini ile fresh si unajua. Tumemaliza zetu pale tunaingia kwenye truck tena tunaondoka na muziki. Mpaka tunaingia zetu Misina au si mpaka tunaingia zetu Beti Bridge juu saa ngapi naingia Beti Bridge saa 11 jioni yani si unajua. Ndio jamaa tuambia bana Beti Bridge ile pale ile tumeingia katika ile paki si unajua ndio paki yao Zimbabwe sio paki ya malori. Anatuambia pale ndo wanapogonga si unajua Beti Bridge ile pale. Na kweli nikiangalia na kweli ile pale ndo bondeni ile mwanangu Beti Bridge ndo ile. Kama mwanangu hapa nyenye na kushangaa mwanangu. Kwanza unaiona iko tofauti. Oa mwenyewe kwanza mwanangu naambia mwanangu sasa mwanangu sasa ndo tunaingia sasa. Yaani mkule kote tuko tunacheza. Yaani hapa ndo tunaingia sasa. Hapo spirit imerudi hapo. Yaani hapo mwenyewe ndo nina furaha kama zote naona mwanangu. Yaani mwanangu hapa kwenye hamna kupata basi hiyo Beti Bridge. Yaani natembea kwa miguu namwambia mwanangu. Mwanangu anambia Chidi mwanangu poa twende tukagonge kweli mwanangu tunaenda zetu. Tunaingia tunagonga. Wajinga wanatugongea Zimbabwe anaturuhusu sasa nendeni. Ndio tunaanza kutembea sasa unajua mwanangu wale wazee wa Zimbabwe unajua wanatuambia Magufuli unajua wanamuita watoto Magufuli unajua nyie rais wenu nyinyi Clever Magufuli unajua ile unajua naambia mwanangu hapa kwenye bai oda mwanangu kweli mwanangu tunaenda natembea Beti Bridge sasa unajua mwanangu niliko Beti Bridge yani natembea kwa miguu kweli ndo napita magari sisi tunapita huko kwa miguu mpaka tunashuka nini tunamaliza Beti Bridge nini mpaka chini nini unajua tumemaliza mpaka chini nini tunaingia sasa getini sasa ndio mwanangu ananiambia muona askari wa South Africa naambia mwanangu kweli hao askari wa South Africa kwa sababu sikuwa naona kwenye TV tu sometimes unajua naona da ndo naingia sasa kaburu natambuka nyenge mzee wa kazi unajua bwana natambuka geti ile Kibaioda unajua mwanangu wale wazee wenyewe wanaturuhusu tupite hivi unajua bwana huko tunapita gari nini kweli sisi tunaingia nini ile mpaka tumefika zetu juu bwana sema kugonga hapo tumeingia tumegonga nini tunatoka sasa upande wa pili tunaingia Misina sasa mwanangu ananiambiaje mwanangu hapa kwenye ninachukua kitaxi mpaka kitupeleke Misina mjini pale ninachukua basi hiyo saa ngapi hiyo saa 12 sasa naambia baridi mwanangu hapo tayari mwanangu spirit isharudi na kiwanja ushaingia sasa hapo kwenye namwambia vipi sasa hapa sikiliza hapo kwenye wapigie simu machizi waambie sisi tushaingia anambia Chidi hamna wewe bado uko mbali sana naambia sikiliza wewe nunua pocha apigie simu mimi ndo nakwambia hivyo yani unajua bwana kweli bwana tunachukua pocha tunapigia wao mwanangu tuko Misina da mwanangu Chidi uko Misina sasa mida hii naambia mwanangu basi poa mwanangu utaniambia utapokuwa unajua kweli mwanangu tunakuja sasa tumefika mpaka Misina ndio tumechukua kitaxi nini unajua kinatupeleka Misina mjini kweli kimetupeleka hadi Misina mjini hasa Misina mjini mziki sasa ndio unapoanzia sasa leo umeishiwa mimi nimebaki na shilingi ngapi nimebaki na randi 200 mwanangu kabaki na shilingi ngapi kabaki na randi 150 kwa sababu kanunua kifaa kanunua vocha nini ile nauli shilingi ngapi nauli randi 300 kila kichwa namba mwanangu ndo wale nilikuwa nakwambia sasa wale ndo haya sasa tunafanyaje randi 300 na salio limeisha tunafanyaje mwanangu hapo muziki ndio inapoanza kweli mwanangu mpaka saa ngapi mpaka saa 1 bado tuko pale mwanangu taxi link kuna majamaa wako wanataka kutusaidia si unajua ila sasa wale majamaa wenyewe sisi tukatuamini tukaona kama labda wezi si unajua au vipi si unajua mwanangu ndio anaongea nao mimi namsikiliza wewe English haipandi hapo mimi kipindi hicho sijui chochote mwanangu yani namsikiliza yeye tu mzee wa kazi naona mwanangu mimi nitakuja kweli kuongea lugha mzee wa kazi kutoka ughaibuni mwanangu sema mwanangu kweli kwa wenzetu kweli mwanangu tumetoka tumekuja mtaa kwanza unajua kuja mtaa pili mwanangu muziki mwanangu mtaa pili tulivyokuja mwanangu nakutana na midogi mwanangu ninapokuambia sio poa midude hii mbwa imeshiba yani anapokuambia sio poa sije kuona mbwa kama wale mimi mwenyewe ndio najua mbwa lakini sije kuona vitu kama vile naona kweli hapa hii Ulaya vile vitu na mwanangu sasa ule mbwa akija kuni push mimi mguu wangu sinavunjika mguu vitu vipo kwenye fence lakini mwanangu sio poa nafuge sonyo ile geti lenyewe la hivi la green na maana unawaona ndani mwanangu ananiambia poa mwanangu tukikuja mtaa huu tunakuja mtaa pili tunatokea road kubwa kama mwanangu unapajua anambia mwanangu ndo wenzetu wenyewe huko South Africa upotei tunajua hii South Africa ujue Chidi anambia South Africa ndio tupo huko anambia sio hii mimi nataka mpaka nikaona wanangu ndio wajue South Africa tunafanyaje mwanangu kweli tumekuja mtaa 3 mwanangu mtaa 4 kwa naona road kubwa sheli nini unajua Chidi anasema mwanangu pale kwenye sheli ndio tunapata gari za kwa hiki kabidi tuingie mpaka pale sheli unajua sheli tunakuta watu wengine wamesimama barabarani nao ile wanaiki gari unajua ile muziki mwanangu hiyo naenda saa ngapi hiyo naenda kama saa 2:30 sasa naenda kwenye saa 3 naona mwanangu kweli ni muziki mwanangu kibaridi kinaanza mwanangu mimi natoa koti langu navaa
Na mwanangu ndo kabulu ndo hii baridi linaanza ndo hivi. Hapa mwanangu wenyewe sio kipindi cha baridi mwanangu. Naona da kweli sio poa mwanangu. Kwa hiyo tunafanyaje mwanangu, apigie simu Machizi, anambia Machizi usiwapigie simu, tulia. Hapa sisi tunafanyaje mwanangu? Kweli mwanangu, Mavumba mida saa 4 inatokea Quantum inakuja Jobeki. Si unajua. Kwa hiyo kabla tujapata ile Quantum wale Machizi walisema watatusaidia kule, wakawa wanatutafuta. Kwanza mtapili wamekuja kutukuta pale stand. Si unajua, kuja kutukuta pale wakawa wanaongea shit. Si unajua. Mimi sijui wanaongea nini, sema naona wale Machizi mbona kama hao Machizi wanapaniki. Si unajua. Kwa hiyo mimi nikanamwambia mwanangu wanaongea nini. Si unajua, mbona wanaona kama wanapaniki. Nataka mwanangu nyenyeeni mmeakanyaga. Si unajua. Na Jobeki mnapoingia lazima mtakabwa. Ndio mwanangu ananiambia hivyo, muziki ananiambia nyinyi mmejifanya Machizi nataka kukusaidieni, ile maifanyeni mmekimbia. Basi poa. Mmeona sisi nataka tukukabeni. Sasa huko mnapoenda ndo mtakabwa. Ni kama mwanangu wajinga ndo ameongea hivyo. Ni kama baridi, achana nao wenyewe waduanzi. Tusini tunakaba nafasi gari napata gari tunaingia. Hata tukikabwa poa. Da kweli mwanangu kuna huku mwanangu aliko Quantum imekuja pale natia mafuta naenda zake Jobeki. Mwanangu tunafanyaje sasa mwanangu? Ile hapa ndo Quantum mwanangu, kama tunaongea naye hapa dereva kama Bayoda kama atakubali, si unajua. Tunamwambia na mwenendo kesho asubuhi mtu anakuja anakuja kukupa hela yako nusu pale, kama utavipi utakata na pasipoti zetu. Kweli mwanangu. Ili si tutoke hapa tuingie zetu wapi, tuingie zetu Josi. Kweli mwanangu tumemwimbisha jamaa, tumemwimbisha akasema nyinyi wabongo ndo michezo yenu. Sometimes tunafika kule nini leo mnaniachia pasipoti afu mnaenda. Nikamwambia mwanangu pasipoti yangu bado naitaka sana, siwezi nikakuachia yeye. Si unajua? Wewe kama unatuamini tuamini. Kweli mwanangu Mchizi akatuchukua akatutia kwenye kigari. Mida saa ngapi wewe sio saa 4:30, yani ina maana eti kama naenda kwenye saa 5. Kweli mwanangu jamaa katia mafuta nini kweli pale huku na huku nini mpaka tunaanza safari saa 5 usiku. Bwana mali kweli mwanangu tunaanza tu safari sasa, tunaingia zetu wapi? Tunaingia Jobeki. Kweli muziki umeanza pale mwanangu. Kweli muziki mwanangu. Mpaka tunaingia zetu Pretoria wapi si unajua mpaka ile Jobeki. Si unajua tumefika Jobeki sasa. Yule jamaa tumeingia Jobeki unajua kama saa ngapi? Unajua kama kwenye saa 9 usiku. Ni jamaa akasema kama vipi nyinyi mtalala kwenye gari nini asubuhi mwaneno atakuja kumaliza. Na mule kwenye tupo kama Machizi kama abiria kama 4 hivi. Wote wamelala kwenye gari, kwa hiyo tukaa kama watu 6. Wote wamelala kwenye gari. Kwa hiyo sasa yule jamaa tulifika zetu Jobeki akanapiga maraundi nini. Kuna sehemu akashuka akamwachia mwanawe gari. Bwana mwanangu sikiliza 1 2 3 wa Machizi watakugea 200 asubuhi nini ile fresh nini utawachia. Si unajua bwana ndugu yangu kuachukua nini fresh. Poa mwanangu. Kweli asubuhi mwanangu kumekucha saa 12 ndio tunampigia simu muone mwanangu sisi tuko Jobeki mwanangu hapa ingia. Baridi mwanangu, sehemu gani bwana sisi tupa juu tukamgia yule Mchizi kweli simu akamwelekeza sehemu tulipo nini, basi poa mimi nakuja. Kweli saa 12 Mchizi akaja kwenye saa ngapi akaja kwenye kama kwenye saa 1:30. Kwa hiyo sasa yule jamaa alipomwona yule Mchizi kaja nini le anamwona maniga nini katupia nini na simu kali nini, si unajua akaona huyo wenyewe ng'ombe, si unajua ngoja nimletee muziki sasa. Yule jamaa ndo yale tunaambiwa kule mtakabwa, ndio yule jamaa sasa anatotea muziki. Anaitamani simu ya Mchizi. Muziki mwanangu atakumkamata Mchizi naambia mkunja mte kwenye Quantum, si unajua bwana muziki naambiwa sasa inakuaje mwanangu, sisi tunashangaa Mchizi kaleta hela au neta muziki kama hii tena muziki ninavyokuambia. Kweli wote kabisa tushuke kwenye Quantum wote mwanangu muziki singe tunamgombania Mchizi asingie kwenye Quantum. Mavumba tenga la wazee linapita. Ndio yule Mchizi sasa mwanetu mmoja sasa kabila likimbilie tenga. Analikimbilia tenga mwanangu analisimamisha tenga. Kwa hiyo tenga limekubali limezeka mguka ati vipi? Tenga limegeuza limekuja hadi pale uchawi nini? Bwana 1 2 3 jamaa sasa tumuelewi tulikuwa tunataka tumpe lake 200 shoti sema tunamwona anataka tamaa kumchukulia Mchizi simu uchawi nini? Yule Mchizi sasa mwanetu ndo anaongea nao wazee kwa sababu si anajua kizuri. Anaongea nao. Kweli mwanangu mitandali mwisho wa siku mwanangu wazee akasema nyinyi hapo pasipoti zenu ziko wapi? Kweli sisi tukaonyesha pasipoti zetu fresh nyamuna matatizo. Na mwanetu katoa Islamu yake nini fresh. Kwa hiyo tukawaachia muziki wale wazee na wale wenye gari. Bwana hapa fresh wanangu kama vipi wenyewe yeye ndio Jobeki masela mmeingia unajua mwana Msikonde tuanze tuni. Kweli mwanangu Mchizi analingata nini ndio tunaingia zetu mtaani nini. Kweli mwanangu tunakutana na wanangu nini naambia mwanangu sasa yule mwanangu nikuja naye mwanangu sasa mimi ndo nishaingia kaburi. Kaburi ndo hii hapa mwanangu mimi niko na Machizi unajua. Kwa hiyo mwanangu kama unabili kuondoka Bongo wewe nenda mimi niache. Yaani kwa kifupi kazi yake ilikuwa imeisha. Yaani mwanangu kama mwanangu kazi yako ishaisha mwanangu. Mimi leo umenileta kiwanjani. Bayoda mwanangu. Yaani hapa yenyewe saluti. Hebu twende haraka kiwanjani. Nini ndio unachokumbuka cha fasta ni ambacho wewe hautakisahau?
kiwanjani mwanangu ana changamoto kibao mwanangu, sometime moja mwanangu mwanangu si nikwambie vipi. Tushakutana na muziki yani kwamba tuko tunaona tu kwenye video. Umeona unajua nikwambia tunaona kwenye video labda kama vile Sylvester Stallone Lambo anamnyatia adui nini na bunduki. Ndio tushakutana nayo hapa. Mwenyewe nishakutana na muziki na watu washanichukulia simu yangu nini na kila kitu kwamba mwenyewe nimetulia kwamba ile Bayoda. Ilikuwaje? Mwanangu siwezi kukuhadithia siku mwanangu. Yaani hiyo siku mwanangu niko nenda zangu shop, naenda zangu kubanka Manzali, si unajua? Mida kama saa 1 usiku. Kwa nimeenda shop nimebanka nini mazingira nini, natoka sasa shop. Nakutana na wazee wa kazi ndo naingia. Majambazi. Jambazi yani kibongo bongo nyenye ndo anasema jambazi, lakini siku kwenye tukikwambia wazee wa kazi mwenyewe unaelewa ni kwamba kina nani. Si unajua kwamba watu walochanganikiwa. Kweli mwanangu wale machizo walivyoingia ndani kabidi kila mtu atulizwe. Mimi ndo niko mtu wa kwanza nataka nitoke, mimi ndo mtu wa kwanza kuweka bunduki kifuani yani kwa mara ya kwanza. Kama niko namuona Lambo labda anamwekea adui hivi ndo nimewekewa mimi mwenyewe yani first time. Vitu ambavyo wewe binafsi bongo je kukutana navyo kabisa. Je kutegemea kwamba nitakutana navyo vitu labda bongo labda mwenyewe bongo unajua ukiona mtu ana bunduki labda polisi au labda jambazi na jambazi hawezi kaja kukukia wewe kama una kitu. Lakini watu huko wenzako waangalie kama una kitu unacho. Mtu anakuwekea mpaka baadaye atakuja kukusachi kwamba una kitu sana unajua. Kumbe wenyewe ng'ombe tu ngoja nikuteta mteke si unajua uende si unajua. Kama una mavumba mwingine anakuteta hata kwa bunduki mwingine anakuteta mjisu si unajua yani ndio iko hivyo. Kwa hiyo inategemea na bahati yako inakuwaje. Kwa mimi mwenyewe kutokana najua ni muziki ya huku. Mimi sijataka kuleta utata wala nini. Tatizo nini simu baridi. Sema sina vidosho nishanua mazingira si unajua. Kama simu hapa chukueni kweli wamechukua simu nini wakachukua manzali yao wamechukua kila kitu ndani na maana simu zote za wateja zimechukuliwa nini si unajua bwana. Ile mama mwenye kiduka chake Mwisopi naye kachukuliwa si unajua. Mwisho siku tumelazwa chini nini watu wao wameenda si unajua. Kwa hiyo maana hamna kitu sitokuja kusahau maishani kwangu kama hicho. Bwana wanangu ngoja nikae vizuri. Tumeshasema sana na mimi sitachoka kuambia. Yaani safari ya kuja kiwanjani mara nyingi sana watu wanakuwa wanaingia wanasema tunasema chuo cha kiki yani umepotea direction ambayo inabidi upite. Kuna njia mwanangu mpaka leo hata kama huna passport usiambiwe ukapita ni Mozambiki si njia ya kupita kama unakuja kiwanjani. Malawi sio njia ya kupita kama unakuja kiwanjani. Yaani kama unakuja kiwanjani mwanangu kilo safi wewe kula mpaka Tunduma kula basi mpaka Tunduma Lusaka Alale au Botswana mpaka kiwanjani. Hizo njia nyingine rafiki yangu achana na stori za kusikia rafiki za moto sana. Hivi ninavyokuambia hapa saa hizi ni saa ngapi? Ni saa 12 kasoro dakika 8. Nataka nifunge rafiki yangu kwa sababu ni maeneo ambayo nayo sio salama sana kwa mujibu wa kamera na vifaa. Watu wanapolo sana magari ya maeneo yani. Kwa hiyo sio kashangaa hapa atatokea point. Hapo amechukua uso bwana. Bwana wape salamu za mwisho washikaji zako wote. Bwana Masela mimi bwana salamu zangu sio bwana Masela mimi nawagea hope machizi. Msikate tamaa kuingia kiwanjani. Ila sema mnapoingia kiwanjani muwe na dream machizi. Tusichukulie usalama hivi tushakula banka zetu mbovu mtaani. Unajua tunaenda au kama ujue machizi yenyewe dizonga afu watu wanatubu unajua. Sio kwamba kila mtu anaishi ile everything si unajua ni mwenyewe natakiwaustendie ndo inabidi unakuja kuishi maisha mazuri. Kama utakuja kustendia basi na maana ile utakopode ile unapiga misele tu ile afu mwisho siku pa kulala hapa eleweki si unajua. Sema ndio hivyo machizi tunaingia kaburi nini tunakuwa na dream. Tunaingia kaburi na kuja kufanya nini? Mimi mwenyewe machizi msinione hivi. Napiga spana kama sina akili mzuri yani mwanangu. Nashukuru Mungu kaburi umenitichi kupiga spana. Yaani wenyewe mniambie kitu napiga spana mwanangu nikidio bongo. Sijui nani atanilipa yani machizi. Hakuna mtu akunilipa kwa kupiga spana mwanangu kaka. Na believe mwanangu kwa sababu najua kitu gani ninachokifanya, si unajua. Unapiga mishe garage. Mimi napiga mishe garage machizi, si unajua Usibabaike wala nini machizi. Kabulu mwenyewe nimekuja kuleni kupiga spana kabulu sio bongo yani machizi. Yaani maisha automatically yanakupeleka kufanya jambo fulani kwa sababu huwezi kwenda kukaba, huwezi kwenda kutumia bunduki, huwezi kuleta uni wakati kuna mambo ambayo yanaweza yakafanyika uso bwana. Unaweza ukawa kinyozi wa saluni, unaweza kana duka lako kama Le Pale la Brother hapa. Yaani mradi tu maisha yaende, au sio bwana? Bwana, waambie neno moja la mwisho. Brother unasema tuambie nini wauni? Wako ujumbe wauni hao. Mimi naambia tu wauni wasife moyo, unajua. Kiwanja ili beach, unajua beach akatazi mtu kuingia, unajua. Sema ndio vile inatakiwa akili yako ifanye kazi. Unajua unaingia beach na unajua kufanya nini? Unajua? Awe bwana basi poa mwanangu mpaka next week.
Roman Emmanuel Mgombele, mabalozi wa wasafiri duniani, na unaangalia kutoka ughaibuni. Kutoka ughaibuni.